Mimi naitwa Jackson Mshumbusi, natokea Kibamba. Kwa kweli ameweza kutaja mambo yangu yote katika maisha yangu ambayo mimi sikujua kama kweli iko hivyo, na sikujua. Sasa sikumwadisia jambo lolote lile, nimefika tu akaniambia maisha yangu yote tangu asili mpaka nilivyo sasa, na kataja changamoto ninazozipitia. Kwa kweli nimeguswa hasa kwa mtumishi wa Mungu mahali hapa. Kiongozi kwa kweli kwa dunia hii sijamuona. Makanisa mengi sana nimekwenda, lakini mchungaji yuko vizuri. Uniamini hilo. Yuko vizuri sana. Kwa sababu amenipa uhalisia wa maisha yangu yote. Tangia naoa, naanza biashara, kila kitu amenipa mchanganuo. Vitu ambavyo mimi hata sikusi alikuwa ananiambia yeye, na amesimulia kwamba babangu alikuwa na wake wengi, na ni kweli. Akasema mpaka babu yako mwenyewe alikuwa na wake wengi, lakini tayari walishakuaga na ule, yani kwamba alikuwa na mizizi ya asili. Kwa ile mizizi ya asili ndio inawatesa mpaka hivyo mpaka leo. Kiukweli najivunia sana. Yani najivunia sana kumwona Prophet Philbert Pasco. Ni mtu ambaye hana shida, yuko peace, naona ana upendo na watu. Na pia kitu ambacho nimejifunza kwake, kitu kikubwa ni maombi. Kuomba sana, na pia nashukuru ana vijana mahiri sana, sio anawapata wapi ila vijana wanaomba. Yani baada ya kuangalia kile kipindi chake kile, kuna roho fulani kama alikuwa ananituma nimtafute baba. Lakini kutokana na mambo ya kidunia haya nikashindwa kumtafuta. Lakini baadaye nikakaa nikaona ngoja nirudi tena kule kule. Ndio nikafanikiwa kufika mahali hapa. Lakini aliweza kunifungua na kuniambia kuna mambo yalitokea mwaka 81 na mwaka 85 ambayo kwa akili za kawaida mimi siwezi kuyajua mambo kama hayo. Aliweza kunifungua swala kama hilo. Amefunga kama mambo yote ya miaka ya nyuma, yani mizizi yote. Alichimbua ile mizizi ambayo ndio natazama nao mimi hapa. Kwa hiyo akafungua ile mizizi, akaniambia tatizo lako liko hivi na hivi, ukitaka ufanikiwe wewe, utoke katika sehemu uliyokuwa sasa hivi, ufanye hivi, ufunge. Kila kitu hakuna ambacho amenificha, ambayo mimi nilikuwa nahisi vitu simjui wala anijui. Mpaka nami mwenyewe nikasisimuka mwili mzima, akajua kweli Mungu ameweza kutakula na mimi. Kweli nimehangaika nalo sana. Hivi leo tu kwanza wakati nikiwa njiani nikasema umepata ushuhuda wa mahali hapa. Nikasema pale nikifika pale getini, nikivuka ile lango tu basi nitakuwa nimepona. Na hakika Bwana amenenokania siku ya leo. Tunapoongea sasa hivi yale maumivu ambayo yalikuwa mguu na waka moto muda wote, sasa hivi siyasikii. Natembea vizuri tu. Hata tumboni kabisa nikajisikia kama kizunguzungu, kichefuchefu muda wote, yani najisikia kama kuzirai. Yani kuna roho ambazo zinanijia muda wote, naona najitamani hata si nikipige makelele, lakini sasa hivi najisikia vizuri. Mungu aendelee kufanya kitu kwake. Yani Mungu hazidi kumpa, kwa sababu watu wengi wanaoteseka nje huko, Mungu azidi kumuongezea mambo makubwa na amtumie sawa sawa ili watu wapate kukombolewa. Mambo Prophet sio tu kuniambia mimi binafsi, ila nayaona anayoyatenda nikiwa na sali, tukiwa nawatabilia watu, naona kwa ni vitu ambavyo viko wazi. Unaona kwa hata mimi mwenyewe ndio nimefanikiwa kumuona hakika moyo wangu umesuzika. Kuna changamoto katika familia zetu na hatujui zinasababishwa na nini. Sasa lakini mtu anakuambia kwamba changamoto inatoka hapa na hapa na hapa. Kwa ni mchungaji na ni mchungaji kweli tena. Mungu amjalie maisha marefu. Yani hata kama hautokuwa na ule moyo wa kuja kanisani, wewe njoo hata mara moja. Yani single day chagua tu siku njoo kanisani, utaona ukuu wa Mungu. Sasa wewe ndio utaamua, moyo wako ndio utaamua ubaki au uondoke. Ila mimi naamini ukija kanisani kwa siku hata siku moja tu, Mungu atakuonesha kitu. Hata kama sio kupitia wewe, hata wale watu waliopo. Naona kwa hiyo mimi nawashauri kuja kanisani, kumomba Mungu na kusali. Najua mimi nilichojifunza sana ni pray, kuomba, yani kumomba Mungu sana, kuomba Mungu sana, na vitu vinafunguka na kumtumikia Mungu siku zote. Kwanza mimi nilichojifunza kutoka kwake, kwanza mimi nishaanza kuwa na imani naye. Nilipokuwa na imani naye, nilipokuja hapa, ile imani kwangu mimi kazidi. Kwa yale aliyoongea kwamba hamna hata mmoja kwamba amepindisha huko, yote alienda moja kwa moja. Yamenyoka ambayo yana uhalisia, sio ya uongo. Kwa maana ndio imani yangu kwake ndio ikazidi, na mimi nikazidisha kiwango cha imani kuja kwenye madhabahu hii, kuja kuabudu. Na mpaka leo hii bado ananiona, nimekuwa mfuatiliaji mzuri wa ibada, kwa sina tatizo la aina yote. Mimi nachowashauri kwamba Prophet ni mahala sahihi.
matatizo yao yote yatajibiwa hapa. Hamna mambo mengi. Wakija kama kwa mtumishi wa Mungu Prophet Philbert Pascal, hakuna ujanja, hakuna longolongo, mambo yote yamenyooka. Mungu yuko pamoja naye, anambariki, na yeye mtu yote akija mahali hapa atabarikiwa. Nashauri kwamba kila ambaye amekuja mahali hapa asimame muangalie Bwana Yesu, maana bila kufanya hivyo adui bado ataendelea kumfuatilia na kumtesa kama mara ya kwanza. Asimame tu kwa Mungu. Aisee, tena wangekuepo hata leo hii, waje wajitahidi. Ni mtu ambaye anakusikiliza kwa umakini na anakupa maelekezo yaliyonyoka. Mwenye utaona kichwa kimekuwa chepesi kwa yale ambayo ulikuwa umeyabeba na kutegemea kama yatatatuliwa. Amin.